Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa zawadi ya uhai, kuendelea kutubariki afya njema, na leo tumekutana siku ya hapa tukiwa hapa kwenye mamlaka ya kaka yangu hapa Salawe Kiluvya Madukani. Shukrani sana. Kwenye msikiti wa Masjid Salafi. Naam. Lakini la pili ni tumie fursa hii kuendelea kuomba radhi kwa kiongozi wetu, rais wa klabu yetu Engineer Hersi Said kwa kushindwa kufika hapa kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana, na amekuwa na dharura ambayo amewasilisha kwa mkuu wa wilaya, na ikamlazimu sasa atuteue sisi vijana wake tuje tumwakilishe kwenye hili jambo la siku ya leo. Naamini Mheshimiwa mkuu wa wilaya umepokea dharura ya kiongozi wetu na mambo yamekwenda vizuri kabisa. Ndugu zangu, sisi klabu ya Young African Sports Club kila nyakati kama hizi za mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa tuna tamaduni ya kupata iftar pamoja na jamii mbalimbali, na kwa mwaka huu naweza kusema ilikuwa baraka kidogo kwa kuchelewa kufanya hilo zoezi, kwa sababu tulikuwa na shughuli nyingi za kimpira hapo katikati. Kwa hiyo tumeangukia kwenye kumi la mwisho hapa, ndio tumeangukia hapa. Kwa hiyo rais wa klabu yetu na viongozi wote wa kamati tendaji wakasema safari hii bwana, tukalifanya hili jambo nje kidogo ya hapa Dar es Salaam, katika ile eneo ambalo tumezoea kufanya mara zote. Iftari hii tukajaribu kula na kushare na watu wengine wa mbali kidogo na hapa ambako sisi tu, na hapo ndiko ambako tukawasiliana na viongozi mbalimbali kuhusu wazo hilo, na nitumie fursa hii kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe. Alitupokea wakati huo na akatupa baraka zake zote kwa kutukaribisha Kisarawe tuje tupate iftari eneo hili. Kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa. Licha ya kutukaribisha, lakini pia alituelekeza eneo hili Masjid Salafi, akatupa historia nzuri ya eneo hili na akatupa pia mipango mikubwa ambayo inafanyika katika eneo hili. Mimi mheshimiwa, nikupongeze kwa dhati, yako mengi mazuri unayafanya, lakini kiongozi hapa aliyetangulia kuzungumza kabla yako amezungumza moja katika sifa ambayo uko nayo ni kuunganisha jamii katika makundi yote. Jamii ikishaungana, maana yake hakuna hadithi za udini hapo, hakuna hadithi za ukabila, inakuwa jamii moja yenye wananchi wanaoimba lugha moja ya Tanzania. Kwa hiyo hapa watu wameungana, na ndio maana jambo tumeliandaa hili na mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo tukupe pongezi sana kwa jitihada ambazo unazifanya, na naamini jitihada hizi za mkuu wa wilaya ni taswira ya mengi mazuri ambayo yanafanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Yako mengi makubwa na mazuri anayafanya, lakini ukiona viongozi ambao wamewateua kuja katika wilaya kama hii ya Kisarawe wanafanya mazuri, wanafanya mambo ambayo yanaunganisha wananchi, maana yake kioo cha Mheshimiwa Rais kinakuwa salama na watu wanaona jitihada ambazo wasaidizi wake mnazifanya kwa wananchi wake. Kwa hiyo tunakuomba pia kutufikishie salamu hizi za pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Tumegusia kidogo hapa jambo la Yanga kupewa ndege kwa wakati mwingine, japo si mara zote huwa linafurahisha watu wote, lakini tumefurahi pia kama umeliwasilisha pia huko. Ndugu zanguni, sisi hatuna mengi sana, kubwa lilikuwa ni hili kujumuika na kupata iftari ya pamoja. Tumefuturu pamoja na iftari imekuwa nzuri, iftari imekuwa tamu, kila mmoja amekuja hapa ameenjoy, na mheshimiwa ameniambia bado ipo. Kwa hiyo ndugu zangu ambao tuko hapa, tukimaliza hapa kama wakati wa swala tukuta tukishamaliza kuswali, basi kila mtu atachukua tekeo yake uende ukafanye dako pia. Yote hayo yameandaliwa vizuri hapa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote ambao tumejumuika hapa. Uongozi wa klabu ya Young Africans unawashukuru, lakini unawaahidi kwamba huu sio mwisho. Kitokea wakati mwingine, fursa nyingine, basi na nyinyi msisite kutafuta. Hii ni klabu ya wananchi, ni klabu ya watu, ni klabu ambayo chimbuko lake lipo kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo wakati wowote pakiwa na jambo lolote, pia msisite kuwasiliana sisi, likiwepo la kufanikisha, basi tutakuwa mstari wa mbele kulifanikisha.
Mwisho mheshimiwa, niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari ambao tumetoka nao Dar es Salaam, tumesafiri pia na wao kidogo, wamekuja huku na wamefurahia mazingira. Wakati nazungumza nao, kila mmoja ambaye pata nafasi leo kufika kwa mara ya kwanza katika wilaya yako ya Kisarawe amezungumza mazuri ambayo kayaona. Wakati sisi tunaanza safari Dar es Salaam kule, tulikuwa na mashaka kidogo na umbali. Tukasema muda huu tunaotoka huu tutawahi kweli au tutakuta tayari iftari imeshamalizika, lakini tumegundua Kisarawe sio mbali. Tumetembea vizuri, barabara ni safi kutoka tulipoanza safari mpaka tulipofika hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana na tunaamini sifa hizi ni sifa zinazokwenda kuwapa nguvu muendelee kufanya mengi mazuri kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Hapo nawashukuru sana ndugu zanguni na asanteni sana.